Shalom, 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 mtoto wa Mungu toka pande nne za dunia. Naye furaha kubwa kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ambaye imempendeza niweze kupata nafasi hii, uweze kupata nafasi hiyo, maana mimi na wewe tuweze kuiona siku ya leo na kuifikia saa hii, ikiwa ni tarehe 4, maana yake ikiwa ni Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Kuna wengi walitamani kuiona siku ya leo, lakini hakuwezekana. Mimi na wewe hakuna jambo lolote tumetumia, wala sio fedha tungetumia, wala sio cheo, wala sio mamlaka, ila ni kwa neema na rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Basi mtoto wa Mungu, kama unaelewa jambo hilo, ninakualika kwa moyo mnyenyekevu, ungana nami twende tumwambie Mungu asante. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaanguka kifudifudi chini ya msalaba mtakatifu wa mwanako Yesu Kristo. Tunakuja tunaleta mioyo yetu mbele zako, maana unatufahamu na unajua mawazo yetu, fikiria zetu, matendo yetu. Angalia mahali ambapo tumepungukiwa. Tunaomba tuoshwe na kutakasika kwa damu ya mwana wa kondoo. Hiyo damu yako Bwana Yesu katufue. Hiyo damu yako Bwana Yesu katufinyange, maana tustamili mbele zako tukikuwa ni wachafu, maana wewe ni mtakatifu. Angalia mmoja baada ya mwingine. Mimi nasema nifinyange, mimi nasema nioshe, nitakase, nifanye utakavyo. Fanya utakavyo msikilizaji wangu mahali popote alipo anaungana nami. Tunakisogelea kijito cha utagaso. Ni damu yako Bwana Yesu, ni damu ya Getsemani, ni damu iliyomwagika msalabani. Ende utuoshe na kutusafisha, tuweze ustamili mbele zako Bwana Yesu, maana unachokiweka huru kinakuwa huru. Neno lake nasema, Injili takatifu ya Yohana sura ya 8 mstari wa 36, Bwana akiwaweka huru mtakuwa uhuru kweli. Basi nasi tumefanywa huru kwa damu ya mwana wa kondoo, tumetagasika kwa damu ya mwana wa kondoo. Asante Bwana Yesu kwa damu yako. Asante Bwana Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amina. Basi mtoto wa Mungu, ninaukaribisha katika ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo ambao unaturudishia tena matumaini na kuwa na imani, maana ambapo umekufa moyo. Kwa sababu inawezekana muda na saa hii haujui unawaza nini, unafikiria nini juu ya maisha yako, juu ya biashara yako, juu ya magonjwa yako, juu ya mwili wako. Unawaza nini? Mungu amekuandalia nini katika maisha yako? Inawezekana umeanza ukata tamaa, lakini nataka nikuletea habari njema ambaye inakurudishia amani tena katika kipindi hiki cha Karisma, ambacho tunaenda utafakari na upendo wa Yesu Kristo, ambaye ametupenda akatundikwa msalabani, akayatoa maisha yake kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha yako, ili mimi na wewe aweze tupata tukikuwa tunastahili mbele zake. Alitundikwa badala ya kutundikwa mimi, alitundikwa badala ya kutundikwa wewe. Inawezekana bado hujaelewa kazi ya msalaba, upendo wa Mungu, upendo wa Yesu Kristo wa Nazareti. Inawezekana bado haujaelewa, maana inawezekana unasikia hilo jina la Yesu, lakini bado haujamuelewa tunaomtamuka. Lakini leo nakwambia kwamba mwanangu, nakuwazia, sikuwazie mabaya, nimekuwekea mema, ninakuandalia mema. Karibuni katika neno la Mungu. Tutakoenda kusikia kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia, katika kitabu cha nabii Yeremia sura 29 mstari ule wa 11 hadi wa 13. Mungu alituambia
alichoambia Yeremia, nabii Yeremia awaambie Wayahudi kwamba kule Babuloni, maana alikuwa anawaandalia kuweza kuwatoa mahali ambapo walikuwa wanateseka, mahali ambapo walikuwa wanaumia kwa sababu ya maovu. Lakini kama wamekubali kumrudilia, atawarudisha mahali ambapo waliwatoa, atawarudisha kuwapa heshima tena. Na wewe nataka nikwambie kwamba ukisimama vema mbele za Mwenyezi Mungu, Mungu atakurudishia heshima tena. Karibuni basi katika neno hili katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11 hadi wa 13. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Maana mimi Mwenyezi Mungu ninajua mambo niliyowapangia. Nimewapangieni mema na si mabaya, ili mupate kuwa na tumaini la baadaye. Hapo ndipo mutakaponiita na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mutanitafuta na kunipata, mutakaponitafuta kwa moyo wote. Hilo ndilo neno la Bwana. Amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili, neno ambao liko wazi kuweza uturudishia tena moyo, kuweza uturudishia tena matumaini. Maana Mungu anajua aliyokupangia, anajua kama amekupangia mema na siyo mabaya, maana ili uweze upata tumaini la baadaye. Na tunasikia kwamba mutaniomba nami nitawasikia, mutanitafuta na kuniona mutakaponitafuta kwa moyo wote. Tafuta Mungu kwa moyo wote, maana wakati huu ambao Karisma, kanisa ambayo inatuitia kuendelea kutafuta sana uso wa Mwenyezi Mungu, maana kuendelea ukimbilia huruma ya Bwana, kuendelea ufanya toba na msamaha, kuendelea kuamuru kuacha yale ambaye ametufunga, ametutenganisha na Mwenyezi Mungu. Tunapoitiwa tena kuendelea kutenda matendo ya huruma, maana kuendelea kuwaonea huruma wanaohitaji msaada, kuwapa msaada wanaoteseka, wala ambaye kama vile Roho wa Bwana atakapoendelea kuongoza, kuelekeza, kuunga mkono kanisa ingali safarini, kuunga mkono watumishi wa Mungu kwa ajili ya kazi ya Bwana na kuieneza injili mataifani mbalimbali kama Mungu atakavyo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa Mungu, inawezekana wengine umeisha kata tamaa, maana wanakuambia wewe hutaweza kuolewa, wewe binti huwezi kuolewa. Lakini Mungu anasema ninajua niliyokupangia, maana neno la Mungu linasema, maana mimi Mwenyezi Mungu ninajua mambo niliyokupangia. Nimekupangieni mema na sio mabaya. Nimekupangia mema na sio mabaya, na si mabaya. Mungu aliyokupangia, aliyokuwekea ndani ya maisha yako, na sio mabaya. Ukiendelea kuvumilia, ukiendelea kuwa na subira, ukiendelea kuogopa maovu, ukiendelea kuogopa dhambi, maana na kumkimbilia Yesu wa Nazareti, Yesu ambaye ameinuliwa msalabani, Yesu ambaye ameteseka msalabani, Yesu ambaye amevuliwa nguo, Yesu ambaye ametoka jasho ya damu, Yesu ambaye amefika mimba kwa sababu ya maovu yetu, Yesu ambaye ameinuliwa msalabani ila nipate mimi na wewe. Unakubali kumurudilia, unakubali kukubaliana naye. Mungu akamwambia Yobu, tukubaliane nami ili upate amani. Na wewe unakubali kubaliana na Mungu, unakubali kumurudilia siku ya leo, unaamuru kurudia, kuanza upya katika siku ya leo, maana ni mwamuzo wako, kwa sababu Mungu amekupangia mema. Amekupangia mema. Haijalishi umeitwa tasa. Tumeona wengine akiwafungua waliokuwa tasa wa miaka 7, miaka 9, miaka 10, anaendelea kuwafungua. Unaona nini ndani ya maisha yako? Unaona kushindwa, unaona kufanikiwa? Leo umemupa nafasi gani Kristo? Yesu umemupa nafasi gani katika maisha yako? Fedha umezipa nafasi gani? Umezipa nafasi gani?
Nyumba yako umeipa nafasi gani? Biashara yako umeipa nafasi gani? Mungu anakuuliza leo, kwako ni nafasi gani? Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni gari, ni manyumba, ni biashara, ni mke wako, mtoto wako, ni nani umempa nafasi ya kwanza ndani ya maisha yako? Kaka na dada, leo ni wakati unaweza kuamuru. Wakati hiki ambao ni kipindi cha Kwaresma, ni kipindi cha kwenda utafakari upendo wa Mungu, ni kipindi cha kwenda utafakari kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba, maana ni kazi gani imefanyikia msalabani? Ni kazi gani ambaye ilifanyikia msalabani? Kaka na dada, unaona nini? Mungu anasema, maana anasema hapo ndipo mtakaponiita na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mtanitafuta na kunipata mtakaponitafuta kwa moyo wote. Maana tapo mtafuta kwa moyo uliofungua, moyo ulio sahihi, moyo uliotakaswa, moyo uliooshwa, moyo uliosafishwa, tutaweza kuisikia sauti yake, tutaweza kumtambua, tutaweza kumuona katika mahitaji yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Unaogopa nini? Una hofu gani ya magonjwa ambayo wameona hospitalini? Madaktari wamechunguza kaona magonjwa sugu, na umekuwa na hofu, umeogopa. Una imani, umemtumaini, unaamini kama kuna zaidi ya daktari. Huyu Yesu wa Nazareti ambaye ametunikwa msalabani, ambaye alikufa na kufufuka, aliona uhai. Maandiko yanasema, Injili takatifu ya Luka sura 18 ule mstari wa 27, impossible is possible with Jesus Christ. Isipowezekana, inawezekana tukikuwa pamoja na Mungu, tukikuwa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Unaamini? Unaona nini? Matumaini yako yaongezeke, maana Mungu amekupangia mema, amekupangia ushindi. Inawezekana una kesi mahakamani, unawezekana hauna cha kutoa, hauna ruhusa ya kutoa, haujui ufanye namna gani, imekuwa shida. Wamesimama, mwachie Yesu akusimamie, mwachie Yesu akupiganie, mwachie Yesu akusemeye, mwachie Yesu akuwe mtetezi wako. Unakubali kumwachia Yesu? Unakubali kumruhusu Yesu akuteteye, asimamie ndoa yako? Maana ndoa yako imekuwa shida, ndoa yako imekuwa tabu, ndoa yako imekuwa vurugu. Umesimama namna gani? Umemwambia namna gani Yesu akasimame? Yesu asimamie ndoa yako, Yesu akuonekanie, Yesu akupiganie, arudisha amani. Maandiko yanasema Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10, maana mwizi amekuja kuiba, anakuja kuiba, kuchinja na kuua na kuharibu. Maana kutenganisha ndio kazi yake, na mwizi ni Ibilisi, ni shetani, ni muovu. Lakini tukiungana na Yesu, kwa sababu Yesu alikuja kuiharibu kazi ya Ibilisi, alikuja kuivunja, alikuja kuiharibu, alikuja kuiharibu. Kubali kufara Yesu ndani ya moyo wako, kubali kumkaribisha Yesu Kristo ndani ya maisha yako leo. Kubali kubadilika, usidanganywe na fedha. Fedha wakati wa tabu hazitakusaidia kitu, hazitakusaidia kitu. Lakini kubali Yesu. Yesu ataweza kukusaidia, Yesu ataweza kukutetea, Yesu ataweza kukuponya. Mara ambapo utatumia aina ya fedha, lakini usiweze kupata matibabu, usiweze kupona. Leo anasema, mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wote, mtakaponirudilia nitawarudisha heshima. Mungu anahitaji kurudisha heshima. Mungu anahitaji kufuta machozi. Wewe ambao unaitwa tasa, wewe ambao mnalia, maana familia imesimama. Ondoka, ondoa tasa huyu, ondoa gumba huyu. Nataka nikwambie wewe mama, wewe ambao unaitwa tasa, ukiendelea kusimama vema, ukiendelea kusimama mbele za Bwana, maana ambao unasimama ndio muumbaji, ndio mtoa mtoto. Usikimbilie waganga wa chenyeji, usikimbilie binadamu,
maana uikimbilia binadamu utafanikiwa. Na mimi sisikwambia unitumaini, lakini nakuonesha ambao unamtumaini, ambao ninajua, nina ushuhuda naye, ninajua ambaye amewafungua, ninawaona ambaye amewatendea, ambao kadhalika wamekuwa tasa miaka kadhalika, miaka 6, miaka 7, miaka 10, miaka 8, miaka 11, lakini leo wanamshukuru Yesu wa Nazareti, wanamshukuru aliyotundikwa msalabani. Ndio nakwambia mtumaini na umwamini, usikate tamaa, lakini imani yake iongezeke. Na hivyo wewe ambao una magonjwa sugu, inawezekana amekwambia utaishi mwezi au miezi miwili, wameupangia muda. Ni kweli, wametazama, wameangalia kulingana na vyombo ambavyo wametumia na utaratibu wametumia. Madaktari wamehakikisha na kuona kwamba kwa uwezo ambao wameona hauweza kuishi mwezi au miezi mitatu. Lakini nataka nikwambie kwamba aliyo muumbaji, aliyo mfinyanzi, maana Yesu Kristo wa Nazareti ni zaidi wa daktari, ni zaidi, ndiye amewafinyanga, ndiye amewapa hekima hiyo. Yeye anaweza kukugusa, anaweza kufinyanga, anaweza kutengeneza kama unakubaliana naye. Basi haya machache kendani yetu ni mwamuzo wako. Unaweza kurudia maneno haya, wewe ambao unaamuru leo kuanza upya kabisa, unaamuru kukubaliana na Kristo, unaamuru kubadilika. Rudia maneno haya, ni maneno machache. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi mtoto mpotevu, naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozifahamu na zile ambazo zifahamu. Taja jina lako. Mimi kuanzia leo Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025, muda wote ninaobakiza kuisha pa ugeneni, maana hapa duniani ninaukaribisha Bwana Yesu. Karibuni ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Basi lifute jina langu katika kitabu cha mauti na uliandike katika kitabu cha uhai. Kuanzia leo nimekubaliana na wewe, nimekubali kuwa mtoto wako miaka yote ambayo nabakiza kuishi. Amina, amina, amina. Ongera sana wewe ambao umekubali ubadilika, umekubali kulifutisha jina katika kitabu cha mauti na kuliandikisha katika kitabu cha uhai. Ongera sana. Na mtanase tunaenda kuombea walio wagonjwa, waliotuma mahitaji yao, na wale wote ambao tunaungana kuomba muda na saa hii. Ukiwa hospitalini, ukiwa nyumbani mwako, weka mkono wako wa kulia maana ambapo unaumia. Usiogope unaposikia moto unawaka, mwachie Yesu akutengeneze. Usiogope unaposikia vitu vinatembea vinakata, usiende kumtukuza Mwenyezi Mungu. Jiachie mbele ya Yesu. Yesu akutengeneza, kuponye, akuweke huru. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninasema asante kwa ajili ya neno lako ambaye inatupa matumaini, maana tunakutafuta wewe ambaye unapatikana tunaposimama imara, tunapokuomba kwa moyo. Basi muda na saa hii nakuja kuleta watoto wako wa kiume na kike ambao tumeungana na kusikia ujumbe wako, ambao wako muda na saa hospitalini. Wengine wanapumua katika mipira, wengine wamechanganikiwa, wengine wana vivimbe tumboni, wengine wamewambia magonjwa sugu, magonjwa ya kansa, magonjwa ya mahini, wengi wana presha, wengi wana kisukari, wanateseka, wanahitaji kuona mkono wako Bwana. Wengi wameteswa na macho, wengine vichwa. Yesu wa Nazareti, naomba muda na saa ukaweze utembea. Nyosha mkono wako, usinyababa sakraba kandela bashira basakraba ribo kuroboshira basakraba kandela bashira basakraba rikandela bashika toroboshira basakraba. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba Bwana Yesu ugusa, enda ponya roho na mwili. Ponya baba huyo, ponya mtoto huyo, binti huyo ambaye anakutegemea, ambaye anakungojea. Basi naachilia damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu kanene uzima, ikanene uhai, ikapite ndani ya tumbo lako, ndani ya mifupa yako, ndani ya kichwa chako, ndani ya macho yako, ndani ya shingo lako, ndani ya
ya meno lako. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, maana sio damu ya mnyama, wala sio damu ya ng'ombe, wala sio damu ya mbuzi, lakini naachilia damu ya mwana wa kondo. Bosharabasakanda bashirobosakataraba ribakanda bashikatorobosaka. Ninaachilia damu yenye nguvu, damu yenye uwezo, damu yenye uponyaji, ikaponye magonjwa ya mifupa, magonjwa ya paralizi ndani ya mishipa yako, ndani ya tumbo lako, chini ya kitofu, ndani ya mgongo wako. Hiyo damu inapita vilivyokuwa ninatembea ndani ya maziwa yako, waliokuwa na kansa ndani ya maziwa, ndani ya kizazi. Naachilia damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu Kristo wa Nazareti inaponya, inatengeneza, inafinyanga, inanena uzima kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu ndiye utembea. Yesu ndiye kuachia damu yako. Ndiye utondoka katika matoni, kama vile matoni wala ambao wamechanganikiwa. Yesu rudisha ufahamu upya. Rudisha upya. Ondoa ile roho ya uchanganikio. Weka roho mpya ndani ya watumishi wako, ndani ya mama yule. Nenda kumleta mikononi mwako Bwana. Unajua wote waliotuma mahitaji, wala ambao wamechanganikiwa. Ondoa muda na saa hii. Na muri ile roho ya uchanganikio kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti iweze utoweka. Hakaingia roho yako Bwana Yesu, roho ya utulivu, roho ya unyenyekevu, roho ya utii, ikaingia ndani ya watoto wako. Asante Bwana Yesu. Wewe ambao unaenda kuwatengeneza, wewe ambao unaenda kuwaponya, unaenda kuwafinyanga, unaenda kuwawezesha. Asante mfalme mwema. Asante Yesu. Enda ugusa walio wajawazito, ambao ni wajawazito, waliotuma mahitaji yao, na wale ambao tunaungana kwa njia ya mtandao. Enda ugusa viumbe vyao Bwana Yesu. Haijesho likomendena wanena mabaya juu ya viumbe hivyo. Uchunguzi umeangalia, watoto wamepinga. Muda na saa hii nasema Bwana Yesu, nimekuwa na miaka kadhalika ukibadilisha viumbe vya wamama hao, vimo ndani yao, uviweke salama kwa jina lako Bwana, kwa jina lako takatifu, kwa jina lako Bwana Yesu, ambao ni jina ya utakatifu, ambao ni jina takatifu. Rekebesha Bwana. Asante Bwana Yesu. Nina imani kwa kuwa nimeona ukitenda. Enda ugusa watasa, walio watasa, ambao ni watasa. Gusa tumbo zao Bwana, bila kuangalia ni tasa ya miaka mingapi. Nasema tembea waguse. Achia mkono wako. Bosharabasakara shirobosakraba ribosharabasakara libokroboshirabasakraba ribakandara bashirabasakraba. Kwa uwezo wa jina lako Bwana Yesu, nitangaza ufunguliwa, tumba kufunguliwa, na ushuhuda utakurudilia wewe mwenyewe, ili wewe ongezeke. Ushuhuda wote ni wako, shukrani zote ni zako bila kupungua. Ewe Mungu wetu naoishi, bariki watumishi wako, bariki viongozi, watuweze kuishi katika nchi za amani. Tawala Bwana Yesu watumishi wako, wanaenda kuitangaza habari njema. Wawezeshe, uwalinde, uwapiganie. Tawala mfalme mwema, uwafunike kwa damu yako ya thamani. Uwape malaika anaotembea pamoja nao. Nasi tunaenda kuomba Bwana kwa ajili ya mkutano ambao utakapoweza ufanyikia Amerika, Ohio. Tunauleta mikononi mwako Bwana. Ujataubosakra kandara bashira basikrobobo liboko tarabasika basaka rikandara basaka. Bwana ende kutambua, Yesu ende utambua safari hiyo Bwana. Maandalizi yote Jehova Mungu, tusitobosakrobo shirabasakraba boko tarabasakraba. Wende utenda Bwana, ende ufanya maandalizi wewe, maana tunaomba kibali chako Jehova, kibali chako Bwana Yesu kikaandamane nasi katika maandalizi yote. Uonekane Bwana, Roho Mtakatifu ukuwe kiongozi, ukuwe maandalizi wa safari hiyo Bwana, wa safari hiyo Jehova, kwa sababu ya utukufu wako Jehova, kwa sababu ya heshima yako Jehova. Enda kufanya boshikaraba kwa uwezo wa jina lako Bwana Yesu. Tunajifunika kwa damu yako ya thamani. Tunafunika ndugu na marafiki, tunafunika watoto wako wa kiume na kike,
tunafunika watumishi, tunafunika taifa zetu kwa damu yako yenye nguvu. Enda kulinda na kuleta amani na ukingo unaotoka kwako Bwana, maana Bwana wa amani ni wewe, mfalme wa amani ni wewe. Asante Bwana wa mabwana, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Basi nikutakie kila heri. Ila naenda kuwashukuru wale wote wanaendelea kutuombea kwa ajili ya huduma, wanaendelea kutuombea kwa ajili ya huduma. Mungu aende kuwabariki, Mungu aende kuwajalia neema. Hivyo na wale wengine ambao wanaendelea kujitoa, wanaendelea kutusaidia na kutunga mkono, naenda kuombea. Mungu wajalie mema, Mungu wawezeshe tena. Kama vile ninavyoendelea kusema kwamba wale wote wanahitaji kutuma msaada au wanahitaji tena kuniunga mkono, wanaweza kuwasiliana na wale ambaye tumewataja, au unaweza kuwasiliana nami moja kwa moja. Maana yake hata tunapotoka huko, hata kwenda Amerika, lakini jua kwamba tunaporudi tunaenda Afrika tena kwa ajili ya Injili. Kaka na dada, achira Injili tembeye, watu ende kufunguliwa, habari njema ikatangazwe, waliofungwa uwekwe huru katika jina la Bwana wa mabwana, Bwana wetu Yesu Kristo. Basi nasema asanteni, niwatakie weekend njema. Nawatakia weekend njema, tutazidi tena wakati Mungu akinipa kibali. Lakini mtoto wa Mungu, mimi na wewe twende utafakari juu ya mwisho wetu, hatutatenda dhambi kamwe. Twende utafakari juu ya mwisho wetu, tutaendelea kusonga mbele, twende kuombeana. Mungu anawapenda na mimi ninawapenda watoto wa Mungu. Amina.